Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mzoefu mpaka wewe kitendo cha kuvaa bullet. Tukio la leo kama huyu naona ameuawa, anaipigwa hapo chini wa pili, huyu ni kijana wa pili kati ya watatu walikuwa kwenye pikipiki mpya namba ES. Kwa jina anaitwa Mama G. Ni mkazi wa eneo la Njiro Ndogo. Tatizo lililotokea hapa ni waizi walitoka hapa kuanzia saa 10 usiku. Ndio tatizo lilikuwa katika eneo hili. Kwa hiyo tuliposikia ukunga wa hiyo saa 10, waizi ndio wananchi walitoka nje. Kwa sababu watu huku pia wana hasira ya kuibiwa mara kwa mara. Mimi mmoja wao juzi Alhamisi iliyopita nilivunjiwa mlango mchana saa 5. Baada ya kuvunja mlango wameiba kompyuta, wamemaliza, wakasachi makabati, wakachukua hela kama 190, wakamaliza, wakafungua kabati letu sala nguo, maana hiyo hela ilikuwa kwenye kabati la nguo za mtoto. Wakafungua kabati, wakapekua, wakatafuta, hawakuona kitu. Kwa hiyo wakawa wamechukua ile kompyuta na hela. TV walichomoa nyaya zote lakini hawakuweza kuichukua. Waliacha nafikiri baada ya kuona kompyuta. Kwa hiyo unapoona wananchi wa eneo hili wanavyokuwa na hasira, wanakuwa na hasira kwa sababu wanaibiwa kila siku, na mtu anaibiwa anarekebisha milango yake ananyamaza. Anaibiwa anarekebisha milango ananyamaza. Na pia viongozi, tunaomba viongozi wa serikali ya mtaa huu wawe na, yani sijui nisemeje, yani changamoto zinatokea kwa sababu pia wawe na ushirikiano. Kama tukio la tangu saa 10 mwenyekiti wa mtaa halijui mpaka sasa hivi, inashangaza. Ila balozi naye anapigiwa simu. Kwa nini? Ina maana hawana ushirikiano. Viongozi wapo lakini hawana ushirikiano. Hawana ushirikiano. Washikamane, matatizo kama haya yataisha kwa wananchi. Tunapotoka kwenda kutafuta sio kwa ajili ya matumizi yetu tu. Sisi pia ni walipa kodi. Ukinunua umeme unalipa kodi. Ukinunua maji unalipa kodi. Kwa hiyo unaona wamama wanakuwa na hasira. Wananchi wanakuwa na hasira. Wamechoka kuibiwa. Hiyo panga mpya ni saa 10 lakini panga tayari ina damu. Ina maana kuna mtu kashakatwa kule uwanjani. Tukio la leo kama huyu naona ameuawa, anaipigwa hapo chini wa pili, huyu ni kijana wa pili kati ya watatu walikuwa kwenye pikipiki mpya namba ES. Walikamatwa na madereva toyo asubuhi. Baada ya kuwakimbia wakawa wanazima taa usiku huo. Kwa hiyo madereva toyo, mwenyekiti wa toyo kule dampo sasa. Mwenyekiti wa toyo kule dampo ndo alikuwa na hasira, akamgonga huyo kijana mwenye yupi alikuwa anaendesha hiyo pikipiki. Hiyo saa 10. Ndo wakapiga kelele ya mwizi, ndo wananchi wakatoka. Walimkata mtu huko juu, sasa madereva toyo walivyokuwa wanawafuata ndo kukimbilia huku kujificha. Kwa hiyo madereva toyo na wenyewe walivyokuwa wengi wakawa wamezima taa, wakawavizia. Baada ya kuwavizia ndo wakawapata. Baada ya kuwapata ndo hasira kali watu wanazo, ndo wakaanza kufanya matukio kama unavyoona. Walikuwa watatu ila wamekamatwa 2. Mmoja tayari alipigwa asubuhi, alichukuliwa na polisi, afu ndo polisi akarudia pikipiki iliyokuwa imechomwa moto. Vijana wanatakiwa wafanye kazi kwa sababu hawa wanatia aibu kwa sababu wana pikipiki mpya namba ES. Kwa nini wasifanye kazi? Kwa nini wanaiba? Ni vijana wana nguvu, ni wachanga, kwa nini wasifanye kazi? Wanaiba kwa nini? Wafanye kazi. Kama sisi tunalea watoto, tunaweza kuwasomesha, tunatafuta hela kwa jasho. Watumie akili pia kutafuta hela. Kwa majina naitwa Lea Macmillian, ni mkazi wa Murieti. Kilichotokea leo ni usiku wa jana, kulikuwa kuna mwizi amekamatwa, kumbe baina yake walikuwa wako 2, mmoja kuchomwa moto na mwingine kukimbilia ndani ya nyumba yangu. Asubuhi ndo ananigongea mlango nimfungulie geti. Maana nilikuwa nimefunga geti. Kutoka namuuliza wewe nani, ananiambia dada mimi ni mmoja wa wale waizi wa jana, nisaidie niweze kufanyaje kutoka hapa. Nikamwambia sasa nitakutoaje hivi, ngoja nikuitie nani? Balozi, ili uweze kutoka kwa usalama, maana watu tayari wamekujua kwa usiku ule. Ghafla yeye akakimbia akaruka ukuta, ndo watu kupiga kelele za mwizi zeni kwa kuuawa. Hakutaka hata kunizuru. Alikuwa ananiomba tu nimfungulie geti. Ni mfululizo. Alhamisi juzi jirani yangu hapo alivunjiwa mlango. Tujui sasa ndo anaendelea kupigwa mwizi. Tunasubiria polisi waje wamchukue. Aise na wasi wafanye kazi, waache kutumia madawa kulevya. Hamna hela rahisi, hela zote ni ngumu, wajitume tu. Ana mirungi, ana bangi, ana sigara, ana bulletproof. Kwa jina naitwa Stamili. Kwa kweli kiujumla matukio yamezidi sana mtaa wa Njiro Ndogo. Wanajeruhi watu, wakikuta mama sokoni asubuhi, wababa wanaenda kujitafutia riziki. Wanajiita tatumzika, wanakaba watu njiani.
Kwa hiyo tulikuwa tunaomba jamani tusaidiwe. Ikiwezekana hata sungusungu ingie mtaani kwa sababu amani hatuna. Sasa hivi akikukuta njiani ni kwamba nakukimbiza mpaka nyumbani. Yaani wameshafanya kama vile ndio sehemu ya kujitafutia riziki, na ukiangalia ni vijana wenye nguvu tu. Badala wakatafute hata kazi za zege wafanye ajipatie kipato, lakini wamefanya binadamu wenzao wafanye unyama mkubwa mpaka waumize. Yaani amani hatuna kiujumla. Kilichotokea leo ni kwamba huyu kijana alikuwa na mwenzake. Asubuhi mwenzake hapo ndio amepigwa na yeye, naona mpaka kufa amekufa. Huyu akakimbia kaingia kwenye nyumba ya mtu. Asubuhi akamwambia huyo mama, hebu nifungulie. Alivyofunguliwa yule mama naye akajiasali, ikabidi apigie watu simu nje, ndio akakamatwa. Ndio mpaka hatua hii iliyomkuta ndio kama hivyo watu wanavyoiona. Mimi usi yangu ni kwamba vijana wafanye kazi kulikoni kuuawa kikatili hivi. Ni tatizo kubwa sana. Lakini kwa matukio ya usiku kwa kweli unakuta ni mtaa tu uandamane wenyewe kwa wenyewe watatue tatizo. Kwa kweli ni mengi sana. Kama mimi mume wangu alikabwa hapa kwenye eneo hili. Lakini namshukuru Mungu, yeye aliweza kujitetea, walimjeruhi lakini sio kiivo. Aliweza kujitetea. Mama Simon. Nikasikia watu wanakimbia wanapiga ukunga. Kuja hapa ndo ngaona ile tukio. Kweli ni tukio la kusikitisha, lakini hata sisi pia tunasikitika kwa sababu tunateseka. Yaani unakuta asubuhi unaenda asubuhi labda unaenda mjini umedamka 11 ile. Unatembea huku unaangalia nyuma. Yaani unatembea huku unaangalia huku na huku kwa sababu usalama ni mdogo mno. Kwa kweli tunaomba kama watu wa vijana wameona hili, kuna ambao pia wananini waache kwa sababu yani hawatapona huku. Watauliwa mpaka hapo watakapoacha kwa sababu tunateseka si wamama. Yaani wamama hasa si ndo tunateseka huku. Una kiela chako unaenda kununua kiroba chako cha ngogwe kimeshaondoka. Una kiela chako unaenda kununua mtumba wako ufanye kazi kimeshaondoka. Watoto wetu wakienda shule hatuna amani, sisi tunaobaki huko nyumbani. Kwa hiyo hili ni changamoto, ni tatizo, tunaomba jamani tusaidiwe katika hili. Leo kimetokea kama hivyo, mwizi umeona tayari ameshapigwa, ameshachomwa, ni kwamba hatapona. Tunaomba jamani kama kutakuwa na tusaidiwe. Ila mwishoni nilichokuta ni bangi na mavitu tu, yani maulevi. Aise wafanye kazi, wapambane. Huku kuna kazi nyingi, kuna kuchimba mitaro, kuna kazi, kuna kusaidia fundi, maana unaona kama hivi majengo yote ni mapya. Tunatuko kwenye maujenzi, wafanye kazi, wapambane kama watu wengine wanavyoona, wapambane. Yani vijana wapambane, kuna makazi huko Kilombero, kuna kazi za kufanya huko Mbauda wapi kwenye masoko. Wabebe makaroti, wabebe nini, waendelee, wapambane wapate kipato. Waache kutaka kipato cha haraka ambacho kinawaletea mateso kama hivi. Huyu ameteseka. Kwa hiyo yote atakayeona hivi kweli wajifunze. Bwana, mimi naitwa Philbert Mrema, ni mkazi wa Mkono. Na nilipokuja nilikuwa naenda kwenye kazi zangu za ujenzi, nikakutana na ile tukio. Kuta watu wanapiga kelele, wanaitia mwizi, na mimi nikakimbilia. Kufikia hapa nikakuta huyu jamaa washamfanyia namna hiyo. Sasa basi ninachokiona kama huyu bwana ameshiriki kwenye hili tukio, ni halali yake apate ujira wake kulingana na kitu alichokipenda. Kwa sababu kazi zipo nyingi za kufanya. Hawa ndio wanakuja kusababisha matatizo. Tunashindwa kukosa amani huku mitaani. Wanakuta vitu vya watu nje wanabeba. Kwa hiyo kwa hali hiyo basi sisi inatutatiza. Kwa tunapoona mambo kama haya, sisi tunatamani tu yaendelee, yani wapewe hivi ili iwe fundisho kwa wengine. Mimi naitwa Somali Ntigili Onesmo. Ni mkazi wa mtaa huu wa kata ya Terati, mtaa wa Elangau, tukishirikiana na ubalozi wa Sokoniwani. Kwa hiyo kuna tukio limetokea hapa ambalo ni vijana ambao hawana kazi, ambao wamekamatwa wakiwa wanafanya matukio ya wizi kwa kuwapola wananchi. Mimi kwa kweli nilikuwa nimetoka kidogo, kwa nikapigiwa simu kwamba kuna wezi wamekamatwa maeneo yetu. Kwa hiyo ikabidi nije mara moja kuja kushuhudia tukio hili. Kweli nimekuta tukio hili limefanyika, na nashukuru Mungu kule maaskari wamekuja, kule wamekuja kuwachukua watu wenyewe. Kwa makadirio ni kijana kama umri wa miaka 20, 24.
Hapana, hatujafika kujua jina. Ila kwa tetesi wanasema kwamba ni mtu ambaye anaishi mmoja anaishi Ngusero na mwingine anaishi Sombetini. Huyu aliyepelekwa sasa hivi anavyosikia kwa mashuhuda wanavyotamka wanasema kwamba huyu anaishi Sombetini. Kiukweli amejeruhiwa kweli. Sehemu za kichwa, sehemu na pia amechoma moto. Umeona? Kwa hiyo ameathirika kwa kiasi kikubwa. Tumekuta katika mazingira yake tumekuta ana mirungi, tumekuta ana bangi, ana sigara. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kwa ukikadiria kwamba ni mtu ambaye alikuwa sio mtu mzuri. Kusema kweli wezi umeshamili. Na tunajaribu kupambana nao kama uongozi wa mtaa, tunajaribu kupambana nao. Lakini kweli wizi umeshamili. Kabisa wizi umeshamili. Navyosadikika kwamba kuna saa 11 kweli kuna mwingine tena alikuja alipigwa kweli kama hivi alivyopigwa. Huyu alikuwa ni wa pili. Ile bullet manaki ni kujilinda, manaki kwamba mwizi na mwenye pia anajilinda. Kwamba anafanya matukio yenye mwenye akiwa anajihami. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mzoefu. Mpaka wewe kitendo cha kuvaa bullet manaki kwamba wewe ni mzoefu. Hiyo imetokana na uongozi tulivyofika kama viongozi. Kwa hiyo swala hilo unajua hatuwezi tukalisema tuliachilie, lazima mwizi kuuawa maeneo yako inakuwa sio jambo zuri. Wito wangu kwa vijana kweli tufanye kazi. Tuache masuala ya wizi. Tuache wizi. Tufanye tu kazi. Kazi inalipa. Kazi yoyote ukifanya kazi kwa moyo mmoja, kazi inalipa.